kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Kama asili inaharibika, afya yetu pia inaharibika. Magonjwa yanaenea haraka zaidi leo. Sababu, safari nyingi, miji mikubwa, biashara duniani. Virusi husafiri haraka, mfano COVID-19. Magonjwa kutoa kwa wanyama. Wakati tunaharibu misitu, tunakutana na wanyama wapya. Magonjwa yanaweza kutoka wanyama kwenda kwa binadamu. Haya huitwa zoonoses. Mabadiliko ya tabia nchi. Joto linaongezeka. Mbu wanaongezeka. Magonjwa yanaenea kama wengi sehemu moja. Magonjwa yanaenea haraka. Maisha ya mjini. Kutokuwa karibu na asili, mwili unakuwa dhaifu zaidi. Chakula, udongo mbaya, chakula kidogo na dhaifu. Uchafuzi, hewa chafu, matatizo ya kupumua, magonjwa ya moyo, saratani. Hitimisho, asili ikiharibika, afya yetu pia nayo inaharibika. Lakini bado tunaweza kuilinda. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.